الناقض الثالث kitenguzi cha tatu man lam yukaffir almushrikin yule ambaye hakuwakufurisha washirikina yani haoni washirikina kuwa ni makafiri nalo pia ni tatizo humuoni kafiri kuwa ni kafiri humuoni mshirikina kuwa ni kafiri au shakka fi kufrihim au ametia shaka juu ya ukafiri wao kwamba huenda wakawa lakini na wao pia hata wewe unakosea pia au sahaha madhhabahum au amesahihisha madhehebu yao na ile mila yao kwamba hizo zote ni dini zinatoka mbinguni bwana tutajuana huko siku ya kiyama mtu kiamua mwenyewe kuwa muislamu ukiamua kuwa mnasara tutajuana huko siku ya kiyama madhari sote tunamwabudu Mungu mmoja sawa tutasema hivyo kafara mtu amekufuru akiwa hivyo kwani hukumu ya washirikina katika Uislamu ni ipi kila ambaye imemfika da'wa ya Uislamu na hakuamini ni kafiri yeyote ambaye imemfika da'wa mlingano wa Uislamu umemfika na hakukubali ni kafiri kufran akbar kwa sababu Allah anasema kwenye Qur'ani waman yabtaghi ghayra alislam dinan waman yoyote yule ambaye yabtaghi atakayechagua ghayra alislam dinan dini nyingine isiyokuwa Uislamu sababu hizo nyingine watu ita dini zao pia sawa Allah anasema vipi mwisho falan yuqbala minhu hatokubaliwa yeye yani dini kwa dini hiyo haitokubaliwa mbele ya Allah wa huwa fi akhirati min alkhasirin kwa matendo yote atakayoyafanya chini ya utaratibu huo na dini hiyo hayakubaliwi mbele ya Allah kisha wa huwa fil akhirati min alkhasirin na yeye akhira atakuwa katika wale khasirika atapata hasara kwa maana atakuwa mtu wa motoni atakuwa mtu wa motoni kwa sababu gani amechagua isiyokuwa Uislamu kuwa dini kwa wewe kwa nini wapata shaka kwamba yeye si kafiri mshirikina kwa nini unasahihisha dini yake kwamba iko sawa hakuna neno kwa nini unaona taabu kuthibitisha kwamba yeye ni kafiri hata ahlul kitab yani mfano kama kuna mayahudi na manasara mpaka sasa ni kweli wanafanya ibada kama ilivyo katika Taurati na kuna manasara wanafanya ibada kama ilivyo kwenye Injili vile vile kila kitu bado watakuwa ni makafiri pamoja wanamfuata nabii Isa vile vile ilivyo na nabii Musa hivi ilivyo bado watakuwa makafiri kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadi ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake la yasma'u bi ahadun hakuna yeyote atakayenisikia mimi min hadhihi al-umma katika umma huu yahudiyun au ni yahudi wala nasraniyun wala mnasara yani yahudi au mnasara thumma yamutu kisha akafa wala yu'min na wala hakuamini billadhi ursiltu bihi kwa lile ambalo nimetumwa nalo mimi illa kana min ashabi an-nar isipokuwa mtu wa motoni atakuwa mtu wa motoni kwa hiyo yahudi aliyekuwa zama katika umma huu kama atasikia ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na hakukubali basi atakuwa ni mtu wa motoni atakuwa ni kafiri kwa sababu sasa sheria inotumika ni ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio nabii Musa na sheria inotumika ya nabii nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio nabii Isa kwa hiyo hata wao watekeleze vile vile 100 kwa kwenye dini yao kwanza wakitekeleza 100 kwa 100 watamkubali Muhammad kwa sababu ametajwa katika vitabu vyao kwamba atakuwepo atakuja kwa hiyo wakitekeleza ilivyo lazima watamkubali Muhammad ndio maana Allah kwenye Qur'ani anasema yaarifunahu mayahudi wanamjua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abnaahu kama wanavyojua watoto wao sababu namna alivyoelezwa kwenye vitabu vyao wanamfahamu vizuri na ndio maana Salman al-Farisi yuko juu ya mtende aliposikia habari ya Muhammad amekuja Madina Muhammad alikuja Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliposhuka alimjaribu kwa mambo mawili ambayo yametajwa katika vitabu vyao
Manake yeye alianza huko Fursi kuabudia moto mpaka kaingia katika unasara mpaka akaja huko Madina. Akaenda na tende kumpa zawadi. Nini? Kumpa sadaka, kwa sababu mtume apokee sadaka. Ahlul bait yani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuliza, ni zawadi, hidayah au sadaka? Akamwambia sadaka. Akasema hapana. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ana pete ya utume baina mabega yake mawili. Masufi wanaimba pia anao alama. Sijui maana yake ndio, kwa hiyo ndio anayo. Kama kusema ana vidole vitano ni kweli vipo. Kwa hiyo sasa yeye ndio maana yake ndio ibada. Ina thawabu ngapi kusema maneno hayo? Kwa hiyo akamtazama pia akakuta pana pete ya utume. Akaamini, akamkubali, akatamka shahada Salman al-Farisi. Kwa maana Mayahudi wanamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameelezwa katika vitabu vyao, isipokuwa ni chuki tu. Kadhalika Manasara. Kwa hiyo yoyote Yahudi anayefahamu vizuri, anayefanyia kazi kitabu chake, atamkubali nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamfuata. Na Mnasara anayekuwa atamfuata nani? وإذ قال عيسى بن مريم للحواري وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول نانة بشارة ومتومي ما يأتي من بعدي أتكوج بعد ينقميمي اسمه أحمد. مقديان يسمى دواء أحمد مرزا سبو اسمه أحمد مرزا غلام. Atakayekuja aitwa Muhammad. Kwa hiyo utaona kwamba hata wao manabii waliokuwa wakati huo walithibitisha uwepo wa nani? Ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu yoyote asiyewakufurisha washirikina, kwa hiyo hata ahlul kitabi Mayahudi na Manasara wanaingia katika nini? Washirikina katika zama hizi. Tumeelewana? Na wao pia ni katika washirikina. Kwa hiyo kuna watu wanashirikiana na washirikina 100% katika mambo yao yote, katika ibada zao, sherehe zao, sikukuu zao. Hilo kundi la kwanza lipo. Kuna kundi la pili, wao katika makhawariji mfano, wao wanaona ni wakuwaua, kuwapora mali, kuwanyang'anya, wanaona hivyo. Lakini kundi la tatu, Ahlus Sunna wal Jamaa, wanazungumza habari ya makufara. Wao haifai kushirikiana kwenye mambo yao ya kiibada, kwa sababu ni mambo ya kimfumo upo maalum. Yani mtu hawezi kwenda kuzika mazishi yasiyekuwa Muislamu, kwa sababu wana utaratibu wao, wana uimbaji wao, wanakwenda wana taratibu zao. Ile ni ibada wanafanya. Hawezi mtu kushiriki. Lakini haikatazi kwamba umefanya biashara na kafiri, mmekopeshana pesa au umekopa kwake, na haya yanafanyika muda wa kuwa ni mtu muaminifu. Na kuna wengine waaminifu kuliko Waislamu walivyo. Bado Muislamu ana khairi yani, lakini zungumza tahadhari hizo ziko. Kuna watu wengine ni Muislamu lakini hana amana, ukimpa amana yako utapotea. Au jirani yako kwamba amekuonya, anaomba maji yanatoka kwako anaenda kwake, au umemsaidia kitu fulani, hayo hakuna katazo katika sheria. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah hawakatazeni wale ambao hawakupigeni vita katika dini. Kuna wengine wabakisha majina tu, watu makanisani mwenyewe hawaendi tena, pia wapo tu. Walam yukhrijukum min diyarikum, wala hawajawatoa katika miji yenu. Mambo mawili akasema. La kwanza, antabarruhum, sawa, kuwafanyia wema, kuishi nao kwa wema. Watuqsitu ilayhi, kuwafanyia uadilifu. Hichi kama mambo ya makhawariji kwamba utapanda gari la watu, umpanda basi watoka hapa na Mombasa, ukiona jina basi huyu sio Muislamu, basi utachukua kama kisu au kiwembe utakata siti zote kama ni gari ya kafiri. Si ndio uliopanda kwenda kule? Alafu utarudi na ipi sasa? Utakurudi. Sasa huo ndio uadilifu? Huo si uadilifu. Au kwamba unamkopa sitomlipa sababu kafiri. Isema kufanyia uadilifu au kukopesha? Uadilifu ni kumlipa. Hii ndio itikadi ya sawa. Kwa hiyo kundi la kwanza kwamba eti usishirikiane nao kwenye mambo yote, si kweli. Haiwezekani hivyo. Ikawa Muislamu kupanda nayo kwa haya wabe magofu, na Muislamu vipi huo? Si kweli hivyo. Wala kusema kwamba
hawa wanatakiwa wakati vichwa wote. Hapana, si hivyo, si sawa. Bali inachotakiwa kuwafanyia da'wa, hilo ndio sawa. Tuwalingani, kwani hakuna wanaosilimu? Naam. Je, ungemkata kichwa jana angesilimu nani leo? Na kichwa chenyewe hana, angesilimu vipi? Alafu da'wa, wewe sio mtu wako, lasta alaihim bimusaitir, kwa sababu sio wako. Yule ni mtu wa Mola wako, akitaka aongoke kupitia wewe, sawa. Allah hataki mwenyewe, kama walivyokuwa wengi jamaa zetu pia waislamu hapo hawakubali. Mtu haswali na kaka yako, mbona ukati kichwa? Naam. Kwa nini? Basi sasa kumbe sasa sio masuala ya ukafiri, kumbe ni jamaa yako sasa ndio tatizo. Kwa jamaa wa mwenzio, na yule mwenzio akitaka kati kichwa cha kaka yako, wewe pia utakubali? Kilichopo ni da'wa. Hatujui kilichomfika mwanzo kichwani mwake, alilofahamu, amefahamisha watu wako mbali jamaa na dini, mambo mengi watu hawayajui. Lakini mtu ataona uzuri wa dini, tablighi utapoishi naye. Kuna wengine watu wanasilimu kwa kuona wanavyoishi waislamu. Wasibulia watu wengi huko Ulaya walivyo, mtu aona mtu anafunga duka lake, aenda msikitini anaswali. Bali watu wengine wanashangaa hata kwamba mtu bosi anakula chakula pamoja na mtumishi wake, mfanya anakula naye pamoja. Hilo pia watu washangaa. Jamaa mmoja sasa, mtu amesilimu hivi Ulaya, sema ajabu kabisa, wala pamoja na mfanyakazi wako chakula. Sasa hapo kitu kikubwa kipi anachoshangaa yeye? Lakini angalia, yeye ameliona jambo kubwa ambalo wewe waliona dogo kabisa. Lakini mtu amekubali hivyo dini kwa sababu watu yaakuluna, yatamatta'una wa yaakuluna kama taakulu al-an'am. Hawako mbali na wanyama watu walivyo, hawaelewi kitu katika sheria. Lakini Muislamu anatakiwa awaelekeze watu hivyo. Kwa hiyo sahihi ni kwamba sisi tukae kati na kati, ushirikiano wetu si katika mambo ya kiibada, sawa? Tumeelewana? Ndio ushirikiano wetu, si katika mambo ya kiibada. Muda wa kuwa wao wanakaa kwa amani na sisi tutakaa nao kwa amani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga mikataba na Mayahudi Madina kwamba akija adui kukupigeni nyinyi tutamzuia, na akija kutupiga sisi tutafanya nini? Mtamzuia. Mpaka walivunja ahadi katika vita vya Ahzab, huku mambo yashakuwa magumu, wao wakafungua mipaka yao, wakawafungulia walipoingia. Ndio wakati wa adabu pia na wao. Lakini walifunga mikataba hiyo kwamba adui akipitia upande wenu kutuzuru sisi mzuieni, na akipitia kutu sisi kuwadhuru nyinyi tufanye nini? Kwa ajili ya kupata nini? Amani. Hiyo mikataba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya. An-naqidh ar-rabi', kitenguzi cha 4, miongoni mwa mambo ambayo mtu akifanya atamtoa katika dini yake ya Uislamu, man i'taqada, yoyote ambaye ataitakidi, anna ghaira hadi an-nabii sallallahu alaihi wasallam akmalu, ya kwamba kuna muongozo uliokamili zaidi, uliotimia zaidi kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtu anaitakidi kwamba kuna muongozo mwingine ndio mzuri zaidi na umkamilifu zaidi kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi, au kwamba hukumu ya mtu mwingine asiyekuwa Mtume ahsanu, ni hukumu nzuri, min hukmihi, kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kalladhina, kama mfano wa wale ambao yufaddiluna, wanatanguliza hukma at-tawaghit, hukumu za kitawaghut, ala hukmihi, juu ya hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, mtu atakuwa ni kafiri. Yani mtu anaweza kuona kwamba unajua huu Uislamu katika zama hizi tunazoishi haufai kuhukumu, kwamba mwizi atakatwa mkono, hili jambo lilikuwa wakati huo, kwa sasa hivi hili sio mahala pake. Sasa hivi bora mtu muweke miezi 3 jela, utamweka pale, akitoka atakuwa bado mkono anao, atafanya shughuli nyingine. Kwa hiyo nitakuuliza, kwani anayeweka utaratibu katika huu ulimwengu ni nani? Wewe au nani? Naam. Lakini nyinyi wenyewe mtaani mnaweza mkafikiana, mkimkamata mwizi mumchome moto, sio? Afu mkamchoma moto, afu Mola wenu alisema mkate mkono tu.
maonaje? Hukumu hawajaachiwa wanadamu. Hukumu Allah ameshafanya nini? Allah kuna madhambi ameyataja na hukumu zake ameweka, na kuna mengine makadhi wao wanaweza kufanya taaziri, lakini kuna dhambi zimetajwa zikatajwa na adhabu yake ya kumsafisha mtu, kwamba akishadhibiwa hivyo duniani basi. Haitakiwi kwa Muislamu kuona ile hukumu iliyotajwa na sheria kwamba ni hukumu mbaya, na mbadala wake hukumu ambazo yeye anaziona ndio hukumu sahihi. Hatakiwi Muislamu kuitakidi hivyo. Na tukisema hivi hatumaanishi kwamba mtu sasa, swali linakuja, mtu amemhukumu mtu aliyeiba kwamba huyu atakwenda jela miaka 2, kwa maana ameitanguliza hukumu ya nini, ya kitaghuti, sio kuliko hukumu ya dini, zile alqawanin alwadhi'iyya hizi na rai za viumbe. Watu hao wamegawika kwenye makundi matatu. Kuna watu wanaona kwamba ile ni hukumu, ni sheria nzuri kuliko sheria ya Allah, lipo kundi hilo. Na wengine wanaona sawa na ile tu, kipindi kile liko na hukumu wa hivi, sisi sasa hivi tuna hukumu hivi. Kuna watu wanaona hivyo. Na kuna wengine wanasema hapana, hii haifanani na sheria ya Allah, lakini tunaweza tukaifanyia kazi. Ndipo kundi hilo, hata kama si sheria ya Allah. Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala asema, fa'ala kulli al-aqwali ath-thalatha man qala hadha fahuwa kafirun ala kulli al-aqwali ath-thalatha. Mtu yoyote atakayesema kauli yoyote katika hizo tatu atakuwa ni kafiri. Anayeona kwamba hiyo ni hukumu nzuri kuliko ya Allah, anayeona kwamba hukumu hiyo inafanana na ya Allah, anayeona kwamba hii si hukumu ya Allah, lakini kwa wakati huu ndio stahiki tutaifanyia kazi hii. Maneno hayo yote matatu, mtu ni kafiri. Atakayesema hivyo ni kafiri mtu huyo. Atakayesema kusema hivyo, moja katika kauli hizo tatu, ni kafiri. Alafu akasema hivi, wa hakadha al'ana man hakama alqawanin alwad'iyya wa huwa ya'lamu anna shar'a Allah huwa alhaq wa annaha batilatun walakin hakamaha ta'atan lilhawa wattiba'an lishaytan wa tama'an fi riyasa wa nahwi dhalika fayantabiqu alayhi hadha alhukm بأن أتى ظلما وكفرا وفسقا لكنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. hapa kuna vitu kingine ndani kitabu sasa. Lakini anasema yule atakaye hukumu kwamba huyu amekwenda jela miezi 2, lakini anaitakidi kwenye moyo wake kwamba hukumu ya Allah ndiyo hukumu ya sawa na sheria ya Allah ndio sheria sahihi, hii sio sheria ya sawa wala sio ya haki, lakini huenda amefanya hivyo kwa sababu ya tamaa ya maisha yake, huenda amefanya hivyo kwa sababu ya hawa ya nafsi yake. Mtu atakayefanya hivyo atakuwa mtu huyu amelifanya jambo la ukafiri na amelifanya jambo la dhulma na amefanya jambo la ufasiki, lakini si la kumtoa katika dini, muda wa kuwa moyo wake unakiri na kukubali kwamba ile si haki, ni batil. Kuna tofauti ya yale mambo matatu niliyotaja mwanzo. Huyu anaitakidi ndani ya moyo wake kwamba hukumu ya Allah ndio hukumu ya nini, sahihi. Mfano, waweza kuibiwa leo, ukamkamata mwizi ameiba, sio? Akataja wenzio washakimbia, hana kitu,
wewe unataka kitu chako ukampeleka polisi, swali laje, umempeleka polisi kwa kuona ile hukumu nzuri kuliko hukumu ya Allah, au umempeleka wataka ile haki yako unajua itarejeshwa wakimminya kule? Nauliza swali, unampeleka kwamba ile ni hukumu nzuri, inafaa, haina neno, au unaona haki yako utaipata kupitia wale? Na mna watu wengine wajibu hawamjawahi kupeleka watu polisi. Sio kutaka mtu ichukuliwe maskeli yako, ichukuliwe pikipiki yako mtu, lakini akienda kule anambia wewe utakaa hapa, akiminya huko ndani mara ametaja iko sehemu fulani, yafuatwa huko yarudishwa, wewe unalotaka upate ile lako. Na ndio maana watu wengine wasema kwamba ukishaipata basi haki yako ushapata bana, mimi nirejeshe kitu changu, sitaki kero na wewe. Ukishadishia kini huyu unataka kwa sababu baskeli akae miaka 2 huyu akome, lakini ile haki yako unajua hawatapata. Kuna mwingine hataki kulipa pesa, lakini kule mtaandikishana, twende polisi bana, utamrejeshia ile baskeli ya wiki, itakuja pesa yake, itakuja kuja kumlipa hapa. Lau kama bila kufanya hivi huyo hatoi, sasa uweze kuambia kafiri wewe. Kwa nini? Si umempeleka nini mwizi polisi? Hapana, kafiri vipi sasa? Watu wengine wasema hivyo, ndio wasema kwamba nyote nyinyi makafiri katika nchi hii. Kwa nini? Kwa sababu mnaikubali katiba ya Kenya. Tumeikubali kwenye lipi sasa? Hapo ndio kwambia kama hujaikubali, mbona umechukua kata leseni? Mbona umfanya kadha? Na yeye pia afanya kama wewe, manake mfanana. Mbona ukiumwa uende hospitali? Kwa yote umekiria. Na wewe waishi wapi? Kwa hiyo barabara hizi zilizochongwa na serikali utopita. Au ni kama wale makhawariji wakiofanya kwamba wakitaka kuvuka barabara huko porini watandika majani ili wakanyage juu ya majani, wasikanyagele barabara, maana barabara ya serikali itakuwa mkufuru. Au wasinywe maji ya kwenye mifereji, utakuwa wachimba wenyewe chini wakunywa, maana wakinywa ile mifereji ya serikali itakuwa mkufuru. Ni hivyo? Hawa dini haiko hivyo, si kweli? Na mwingine inawezekana asema hivyo, aishi Uingereza huko, anakuambia wewe maneno hayo wewe. Haiko hivyo katika sheria ya Uislamu. Kwa hiyo tufahamu hii, haifai mtu kuzitanguliza na kuzifadhilisha. Lakini ikiwa mfano kuna mtu anafanya hivyo na kukuitakidi anaambiwa amefanya madhambi makubwa, lakini hajamtoa katika dini, muda wa kuwa anakiri kwamba hukumu ya Allah ndio hukumu sahihi na ndio hukumu ya haki. An-naqidul khamis, kitenguzi cha 5 cha Uislamu, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi kafara. Man abghadha shay'an, mwenye kukichukia au mwenye kulichukia jambo lolote lile, mimma jaa bihi ar-rasul, miongoni mwa yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, walau amila bihi, hata kama analifanya lakini anachukia, kafara, atakuwa mkufuru. Yani mafunzo yoyote yaliyofunzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam hatakiwi muislamu kuyachukia. Inawezekana ufanyi, si inawezekana mtu ameswali hapa swala ya jamaa, hakuswali baada ya dhuhur, sio sawa? Sio kwamba ameacha kwa sababu anachukia au amedharau, uzembe tu. Huu ni mlango mwingine. Lakini mtu ameacha au anafanya lakini nafsi yake inachukia, kwa hiyo inawezekana mtu anakuja kuswali, inawezekana kuna adhana inaadhiniwa na anasema, lakini hii adhana alfajiri bana, ningekuwa kama amri yangu ningesema isiadhiniwe hii. Yani mfano mtu ana kitu kama hicho katika nafsi yake. Kimethibiti katika dini, mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nacho, lakini yeye kinamuudhi. Muislamu anaudhika na kukereka katika jambo ambalo amekuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana ufanyi, lakini sema kuudhika, sio watu maneno mwingine, watu watamka maneno ya istizai, wakafanya istizaa.
Wengine wasema hivyo kwamba hawa watu katakata nguo fupi mimi wanikera hawa. Basi tuambie tumekukera kwa lipi sasa? Na wengine wasema nguo mimi ninunua nzima bwana refu, alafu waenda ukiikata. Mbona wachukia unavaa vijibukta vile kwenye mpira? Wewe una raha na washangilia na wachagua timu yako pia waichagua. Mbona huo neno? Tatizo nini? Kama wengine walisema kwamba mpaka walipokuja watu wa ndevu za kufagia hawa, mbona kuna watu wafuga mirasta mwaka nao hamwachukii? Mwasema sijui peace and love, sijui kitu gani, urongo tu. Mtu amjui mtume wala ajui hiyo peace iko wapi. Peace ipo katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atafundisha hivyo. Mtu anaweza kukaa nyumbani kwake, nyumba moja, wewe uko na kaka yako. Huyu kaka yako wala si mtu wa ibada, si mtu wa dini. Wewe mtu wa dini umepunguza nguo yako, unawezekana wewe mule ndani ya nyumba ukawa adui kwa wale ndugu zako kuliko yule. Ukiingia pale ashakuja huyo, utaanza mambo ya swala huyo bana mpaka alfajiri tutakuwa tuamshana tu hapa bana. Muislamu, watu watahadhari. Na watu wengi wa bid'a wanafanya istizai katika mambo ya sunna, mambo mbalimbali. Wao wanaona wanakukejeli wewe, kumbe wanakejeli jambo ambalo lipo katika maelekezo ya dini. Yani yeye anaona kwamba anakufanyia wewe jeuri, kumbe analizungumza jambo vibaya, jambo alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, mimi nauliza Waislamu, je, wasifu wanaotaja masahaba wa nguo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa katikati ya muundi wake? Nguo yake ilikuwa hivi ndio akivovaa, si kwamba aliacha nguo moja mbili ikawa hiyo inakwenda mpaka chini, bali amekemea. Je, ingelikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika jamii yetu hii, alafu kuna watu wamekata nguo kama yule mtume wao, na kuna wengine wale wana bana mambo yale hawataki wenyewe, wakaburuta nguo zao na yani taswira tunaweka. Watu gani wangekuwa wameafikiana na mtume na watu gani wameakhalifiana na mtume? Si wale wampunguza nguo zao kama, na ndio maana huwezi kumpata sahaba akiburuta nguo, kwa sababu akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyo. Sasa Abu Bakari akiburuta si kweli, na ndio maana hadithi imekuja kana yastarhi, sababu Abu Bakari alikuwa ni mwembamba, kikoi chake akikifunga katika kiuno chake, katika jonga yake akifunga, akitembea kikiteremka. Kana yastarhi, kilikuwa kinateremka. Yeye anajitahidi na kikaza, lakini kinateremka. Si kwamba yeye akiburuta kutoka nyumbani kwake, la, si hivyo. Nguo ya Abu Bakari kana yastarhi, ndio hadithi inateremka pale katika, lakini huwezi kufanya hivyo. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, si kweli. Lakini ikawa ni sura ya istizai na watu wakacheka. Lakini sasa mbona hadithi zote zikija zaonyesha Waislamu walikuwa wanavaa hivyo? Tatizo liko wapi? Kwa hiyo tusiige sisi kufanya istizai kwa maneno ya kejeli, kumbe tukalifanyia jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifunza, amelielekeza. Bali katika madhahibu 4 ukisoma katika vitabu, ilikuwa wakati hawakubali mtu kuwa shahidi. Ukimleta shahidi mtu ambaye yahliqu liha, mtu ambaye ananyoa ndevu zake, usimlete ushahidi kwa kadhi kwamba yeye awe shahidi. Soma katika vitabu madhahibu 4, kwa sababu wanaona ni maasi. Sasa leo sitazungumza kwa lugha tu nzuri kwamba watu tuweke kwa sababu ya kumuigia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kadha. Sema hapana, na mwingine mtu akashambulia. Sasa kama hufanyi basi ufanyi, jalia hivyo, enda kwa nikosa unalifanya, lakini isiingie sasa pia wafanye uadui. Hilo ni jambo lingine sasa, kwa sababu kufanyia uadui jambo lililofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam linaweza likakutoa katika nini? Katika dini. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
hilo ni kwa sababu wao karihu, walichukia ma anzala Allah, lile aliloteremsha Allah, fa ahbata a'malahum, Allah akaporomosha matendo yao, amali zao zote zikafutika kwa sababu wamekichukia kitu ambacho Allah amekiteremsha ni katika dini. Kwa hiyo takiwa mtu kupenda, kuridhia yale waliokuja nayo manabii. Ndio maana wanawachuoni utakuta wanazungumza, je, mwanamke akichukia kuolelewa mke mwingine, yani wa pili au wa tatu, atakuwa na yeye amekufuru kwa sababu amechukia jambo alilofanya mtume, alilokuja nalo mtume na aya? Kwa nini wanaleta swali hili? Kwa sababu ni jambo limefanywa na nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiwa asema hapana, haja kufuru. Mwanamke yeye hapingi ile aya wala hapingi kwamba ni haramu, anapinga yeye wivu wake ndio hataki. Sio kwamba yeye anasema ni haramu, haifai, yeye ndio asiyetaka kwa wivu wake yeye. Wanaleta kipengele hicho kwa sababu hiyo. Tumeelewana? Kwa hiyo sio kwamba wewe unapinga aya ya Allah, upinga aya Allahu akbar, labda ukaanza kumshambulia hivi. Aya imekuja wazi wazi, wewe muislamu gani unaswali? Sasa yeye ipingi aya. Mfano kama mimi sipingi aya kweli ipo na jambo linafaa, lakini mimi nafsi yangu haiwezi kuumia. Sasa utajua wewe namna kutengeneza. Maana yake asili ya watu kuongeza mke si maafikiano ya mke na mume. Jambo hilo halikubaliki kwa mke hata kwa 0%, achilia 1, kwa sababu ni starehe inakuhusu wewe, haimuhusu yeye. Ile ni kero yake yeye, starehe yako wewe. Kwa hiyo uweze kukutanisha kero na starehe wakati mmoja. Ile ni kero ya mke, ni starehe ya mume. Kwa busara ilivyo ni kwamba anayekereka akereke kwa kiasi chake, asije akaharibu na ile starehe ya mwenzie. Sawa? Na yule anayefurahi afurahi kwa mipaka yake, asije akanini akaizidisha kero ya kila mmoja afanye lake. Huyu atafanya na yule atakereke, tabaki hivyo hivyo mpaka ulimwengu utaenda zake. Ni hivyo hivyo hali zilivyo. Wewe furahi kiasi chako na yeye akereke kiasi chake, lakini kuafikiana, hata kama mke achague mwenyewe muoe huyu, hakuna kitu kitafaa. Dada afi yeye kwamba nikifa mimi muoe huyu, hapo kweli? Maana yake hayupo, ni hayupo hivyo. Almuhim kwamba wanataja wanawachuoni wasema kwamba haambiwi kwamba amekufuru kwa sababu yeye hajakanusha aya, isipokuwa yeye ndio hawezi kuhimili jambo hilo. An-naqidhu sadis, kitenguzi cha 6 cha Uislamu. Kwa hiyo tumeona kwamba haifai mtu kuchukia jambo lolote lililothibiti katika dini kwamba limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu asilichukie hata kama amekuwa taksiri katika kulifanya, lakini asijenge chuki katika jambo hilo, wala kuwafanyia chuki wanaofanya jambo hilo pia. Kitenguzi cha 6 kwamba mtu akifanya jambo hili linamtoa katika Uislamu. Man istahza bi shay'in min dini ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufanya istihzai, akacheza shere na kufanya maskhara na jambo lililokuja katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au thawabihi, au jambo linafungamana na kupata thawabu, au iqabihi, au linafungamana na kupata dhambi. Limeelezwa kama jambo hili mtu akifanya atapata dhambi, sema hili tu. Yani mtu akafanya mchezo kama huo, mfano kafara, mtu atakufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kwa sababu katika vita vya Tabuki, mmoja katika wanafiki alikuwa anawashawishi watu wasiende katika vita. Kundi liko kubwa linakwenda vitani, yeye amekaa nyuma. Akawa anawaambia wale watu, sijaona mimi watu wanapenda kula kama huyu mtume na masahaba wake, ni watu wenye matumbo makubwa. Anaeleza kama hivyo, na sijaona watu waoga kweli kweli kwenye mapigano. Lakini anayezungumza maneno yale ili hawa awatie chuki warudi vitani wasende. Mtu mmoja akasema, wallahi naenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno unayosema,
akawa anakwenda mbele, mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbele katika lile kundi la watu. Yeye kabla hajafika Jibril ameshateremka na aya ya kuashiria yale aliyosema yule bwana kule nyuma. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana alipojua habari ishapelekewa mtume akaja kuomba samahani, ndio anakuja anamwambia Muhammad, mimi sijakusudia hivyo, nilikusudia tupo safarini nizungumze maneno ili tuone safari fupi tusichoke. Yani eti safari wasichoke ndio waseme kwamba mtume anakula sana anafanya hivi, ndio maana yake. Mbona kumtaja baba yake kama uko baba yangu uko nyumbani si mchezo huyo, mbona kusema hivyo? Basi akafanya istizai kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akateremsha aya wakati yule bana anasema maneno hayo, mimi sijakusudia hivyo mtume. Akawa mtume anamsomea aya hii, qul abillahi, anaambiwa mtume akisema kwa Allah, hivi kwa Allah wa rasuli na mtume wake. Qul abillahi wa ayatihi, na aya zake, wa rasulihi na mtume wake, kuntum tastahzi'un, mlikuwa mnafanya istihzai na mnacheza sheri kwa aya za Allah na mtume yani kwa Allah na aya zake na mtume wake. Kwa maana nyinyi mnafanya sheri na vitu hivi. Vikatajwa vitu vingapi? Allah, aya zake na mtume wake. Haifai kufanya sheri, kufanya istihzai. La ta'tadhiru, musilete udhuru, musiombe samahani na kuleta udhuru hapa. Qad kafartum ba'da imanikum, mmeshakufuru baada ya imani yenu. Mlikuwa waislamu, mmeshakufuru kwa kusema maneno haya. Aya hii ikaashiria kwamba mtu kufanya istihza, kucheza shere na dini ya Allah, chochote, adhana ni alama sha'airillah, Qur'ani kitabu cha Allah, mtume sallallahu alayhi wasallam, istihza as-sukhriya hii kufuru mtu kufanya hivyo. Je, toba yake inakubaliwa mtu akishafanya hivyo? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema, man qala kalimatal kufri walau mazihan, yeyote atakayezungumza neno la kufuru hata kwa mzaha, akazungumza neno la kufuru hata kwa mzaha. Kwa hiyo kama kwa mzaha, mimi siwezi kupiga mfano, maana siwezi kufanyia via, sio? Haifai mtu kufanya kwa mzaha. Mfano mtu akajiita kafiri kwamba yeye ni kafiri, nasema nikifanya maskhara lakini mimi muislamu sina. Yani yeye amejiita hivyo kwamba yeye ni kafiri, alafu baadaye anasema lakini mimi muislamu nilikuwa nacheza tu. Au mtu anaekti kwamba yeye ni padri na kia anafanya msalaba kwamba yeye ni padri, labda mkwenda kanisani afanye, lakini anasema hapa ninaekti tu. Wacheza sheri na kufuru. Wengine anaekti kwamba yeye bilisi wakajua hivyo kwamba wewe shetani, alafu baadaye anasema lakini tuacheza tu. Ndio michezo yote mpaka ucheze wewe kwamba bilisi? Hatakuona akili mtu. Kwa vipi fanye? Huwezi kuact vitu hivyo, la. Kwa hiyo mtu kama utakufa wakati unaakti hivyo kwa Mola wako, hapana, lakini kicheza tu mimi Mola wangu. Kwa nini usicheze kwamba wewe sahaba basi? Kwa hiyo anasema mwenye kusema neno hilo kwa mzaha, fa innahu yakfur, ijapokuwa kwa mzaha, hakika mtu huyo atakufuru. Wa yajibu alayhi an yatuba, na ni wajibu juu yake kutubia. Wa an ya'taqida, na kuitakidi, annahu taba min ar-ridda, kwamba ametubu kutoka kwenye ridda, kutoka katika kufuru. Ametubu madhambi makubwa, ametubu kutoka kwenye kufuru. Fayujaddidu islamahu, anafanya upya uislamu wake. Sasa fa ayatullahi, aya za Allah wa rasuli na mtume wake, a'zamu min an tuttakhadha huzwa, ni vitu vitakatifu kuliko kufanyiwa istihzai. Vitu hivi viko juu sana, huwezi kufanyia shere au muzhan au kufanyiwa mzaha, haifai. Kwa hiyo mtu anatakiwa atamke shahada upya, lakini hawezi kukaa mtu sasa, wewe si jana tulikutana sema wewe ni kafiri, asema alikuwa anafanya mchezo tu kama mimi. Huwezi kufanya hivyo. Je, mtu akimtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, man sabbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
alafu baadaye akajutia akarudi katika Uislamu, je hiyo ni toba inatosha? Jawabu wanasema hivyo wanachuoni kwamba akitubu wa yule alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam akajuta kwa lile alilofanya akairudi katika Uislamu, hiyo ni toba inakubalika baina yake na baina ya Allah, anakuwa ni Muislamu ni muumini mbele ya Allah Ta'ala. Swali la kuja wasema sasa, je mtu huyo akifanya jambo hilo amemtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atarudi katika Uislamu, atakuwa ni Muislamu? Je kuuawa? Sababu atamtukana na uawa, sawa? Wasema naam, kuuawa kwa pale pale, lakini atauawa akiwa Muislamu, sawa? Si alimtukana Mtume akarudi katika Uislamu, atauawa, adhabu yake hiyo iko, lakini akiwa nani? Muislamu. Kwa hiyo ataoshwa, atasaliwa akiwa Muislamu. Kwani Muislamu hawezi kuuawa akiwa ni Muislamu? Inawezekana, si inawezekana ameua, sio? Mbona mnashangaa? Yaani mtu amemuua mtu mwingine Muislamu mwenzie, wale ndugu zake wakakataa kuchukua fidia, wakakataa kumsamehe, linabaki jambo moja la kufanya nini? La qisas, sio? Akiuawa anauawa Muislamu au kafiri? Naam, Muislamu, kwa maana akiuawa atakoshwa, ataoshwa, atasaliwa. Ameuawa kwa ile dhambi aliyofanya. Kwa hiyo niliposema kwa je Muislamu hawezi kuuawa, inawezekana akafanya jambo katika dini linalosababisha nini? Kuuawa, lakini kule kuuawa haambii kwamba yeye ni nani? Kafiri. Ile ndo toba yake aliyofanyiwa vile. Ndo hukumu yake ile ya kuuawa. Mtu mzinifu, afana Allah wa iyyakum, lakini mzinifu ambaye aliwahi kuoa au kuolewa, hukumu yake nini? Naam, atapigwa mawe, atauawa, anakuwa Muislamu au kafiri? Muislamu, lakini ile ndio hukumu yake. Kwa hiyo yawezekana kuna madhambi katika Uislamu yanapelekea kuuawa mtu, lakini anauawa akiwa nani? Muislamu. Ndio maana nikasema hivyo, amemtukana Mtume lakini ametubia, amerudi katika Uislamu. Atauawa, lakini anauawa Muislamu, alafu ataoshwa, atasaliwa. Ni hivyo. Tayib. Kwa hiyo tumeona masala ya istiza, na hapa yako mambo mengi nimetangulia kutaja, watu kufanya istiza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamfanyia, wakamcheza shere Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine mara nyingine udai wakapenda, wanampenda, lakini pia wakamfanyia istiza pia. Wapo watu wanafanya istiza katika mambo ya ajabu kabisa katika huu ulimwengu. Ndio maana katika baadhi ya tawaifu za sufia wanaweza kuwafadhilisha mashaikh wao kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, ndio iko hivyo, mtu anaweza kufadhilisha kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wengine tumewasikia wakisema kwamba sisi Sheikh Abdul Qadir Jailani kwetu sisi ni mtukufu kuliko Mungu mwenyewe. Kwa kusema tutasikia, si kwamba tumesimuliwa, tukiwepo katika baadhi ya vikao wasema hivyo baadhi ya mashaikh. Mimi nimesikia hivyo, si kwamba mimi nimesimuliwa, haka ninazungumza hivyo. Tumheshimu kuliko Mungu. Nipo kwenye kikao hicho. Bali kuna mambo yanafanyika wajua kweli kwamba watu wanamheshimu kuliko nani? Kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio katika kile kitabu kimoja wanataja manaqibu za Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Kwanza nataka niwaambie kwamba Sheikh Abdul Qadir al-Jailani ni mtu alikuwepo, mwanachuoni, na alikuwa mtu na takwa, na itikadi yake ni itikadi ya Ahlus Sunna na itikadi ya Salaf. Katika kitabu chake Al-Ghunia ukisoma utakuta hayo yanayosema upande huu, kwa sababu sisi tukazoea kuonekana kwamba sisi kama ni mwanachuoni anajulikana. Madhhabu ya Hanbali ndio madhhabu yake, alikuwa Baghdadi, madhhabu yake ni madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, ndio madhhabu yake.
haya mambo mengine yanayotajwa ya kimakosa yapo, lakini nazungumza upande wa itikadi yake. Itikadi yake ni itikadi ya Ahlus Sunna. Tayeb, kuna watu wasema, kuna kitabu fulani wametaja manaqib zake, yani sifa zake, kwamba yeye anahuisha. Hata wengine wasema kisa cha Mi'raji, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda mbingu ya 7, Jibril akamwambia mimi siwezi kuendelea tena kwenda huko juu. Sawa, siwezi kwenda tena. Nimekuja hivyo ndio. Wanasema alimbeba pale ni Sheikh Abdul Qadir Jilani kwenda naye Sidratul Muntaha, huko ndio alikwenda naye yeye. Yaani Jibril hawezi kwenda tena. Sasa wanataja katika sifa zake, siku moja alipita sehemu kwa Baghdadi kwenye kaburi, akamkuta kuna mama mmoja analia katika muridi wake, lakini akamuuliza mbona unalia? Akamwambia kijana wangu amekufa. Amefariki. Je, alikuwa katika muridi wangu? Ndiyo. Wanasema akatazama mbinguni Sheikh Abdul Qadir Jilani, akamwona Jibril, nini, malaika wa mauti huyo anaenda na roho za watu kwenye kapu wamitia. Akamwambia rudisha roho ya muridi wangu. Sitaki kurudisha. Rudisha bana roho ya muridi wangu. Kama mara 2-3 hivi anamwambia. Yule malaika wa mauti hataki kurudisha roho. Wakanyang'anyana ile kabri malaika wa mauti na Sheikh Abdul Qadir wakanyang'anyana. Likamtoka malaika wa mauti, zikadondoka roho zote. Alafu watu wote waliokufa siku ile wakawa hai. Mbona mnatazama kama mashangazi? Na iko tunasoma katika vitabu. Mimi si kwamba ni kisa msimulia mwingine na msikia. Mimi nimesoma kwenye kitabu kuelezea maana ya Sheikh Abdul Qadir Jilani. Kwa hiyo nataka ukisema kama hivyo sasa, subhana, tufanye hivyo? Hapana, haiwezekani. Hakuna vitu kama hivyo. Wakamfadhilisha kuliko malaika, eti ameshindana na malaika wa mauti akamshinda. Na mengine mengi yanayotajwa, mengi tu yanayotajwa mbaya. Haya.